Sehemu ya pili ya mazungumzo yangu na George Menson Sanga, mwalimu na diwani mstaafu ambaye wananchi au wakazi wa mtaa wa Ramadhani walimpa ridhaa ya kuwasimamia katika shughuli za maendeleo kwa takriban miaka 5 hivi kabla hajakumbana na maswahibu ambayo yalimpata wakati akitafuta nafasi kwa mara nyingine ya kuwatumikia wakazi wa Ramadhani kwa kipindi cha pili cha miaka mingine 5. Amezungumza mengi, lakini kama alivyokuambia kwamba jambo zuri hasa ambalo natamani pia kulijua ni hicho ambacho nimekizungumzia hapo awali. Lakini kabla tujaangalia hilo, kwanza turejee sasa. Kesi imerudishwa mahakamani na baada ya kufutwa kwa maana ya mwendesha mashtaka hakuwa na nia kuendelea nayo, ikaondoshwa mahakamani, lakini baadaye ikarudishwa tena. Tuanzie hapo sasa, mambo yakawaje? Maisha yakaendelea, maisha ya gerezani yakaendelea, tukaendelea kusubiri tena taratibu nyingine tena. Lakini na mshukuru Mungu kwa mara hii haikuchukua muda mrefu sana, japo ni mwaka, kwa sababu imefutwa mwezi wa pili mwaka 2024, imekuja kuisha kusikilizwa mwishoni mwaka 2025 tarehe 31 ilipotolewa hukumu. Kwa hiyo kwa ilivyozoeleka ni kama sio muda mrefu, japo ni muda mrefu, lakini ilivyozoeleka pengine wakati wa nyuma watu waweza kwenda muda mrefu zaidi ya hapo. Okay. Ile siku ambayo una rudisho sasa mahakamani na ndo siku ambayo shauri lilikwenda kuondolewa, ilikuwaje siku hiyo mahakamani? Mahakamani watu walihudhuria kama ambavyo wamekuwa wanahudhuria wakati wote, na walisikia tangazo, kwanza ombi la mkurugenzi wa mashtaka, lakini pia tangazo la mheshimiwa jaji. Kwa watu walipokea kama ndugu yao tayari nipo huru. Wengine wakatoka wanashangilia, wengine wanalia kilio cha furaha. Dakika chache baadaye wakaitwa kuingia ukumbi mwingine ambako wanakuta wanasomea mashtaka lile na kwamba maisha ya gerezani yanaendelea tena. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa na hisia mchanganyiko. Furaha dakika moja, huzuni inaendelea. Okay. Sawa. Twende sasa, kutokana na muda wetu pia sio rafiki sana, tuangalie baada sasa ya awamu ya pili kurudishwa, ulihudhuria mara ngapi mahakamani na mwenendo wa shauri ulikuwa vipi? Upande wa mashahidi ni ushahidi wa namna gani ambao waliuleta? Kwa maana ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo unaniambia walivichukua ni pamoja na sare zile za chama. Mahakamani ziliwasilishwa zikiwa katika hali gani? Kwa sababu na kumbukumbu zangu zinaniambia katika moja ya siku ambayo nilihudhuria tulishuhudia ile nguo ambayo iliwasilishwa pale ambayo ni ya chama, ilidaiwa kuwa na damu. Tanso na damu, ikiwa imetapakaa damu. Kabisa. Nguo iliyochukuliwa kwako ilikuwa na damu ama haikuwa na? Hapana, haikuwa na damu. Zilikuwa ni t-shirt 2 za Chadema ambazo ni wazi nilikiri kwamba wamechukua kwangu, lakini ambayo ililetwa mahakamani ilikuwa imetapakaa damu t-shirt nzima. Na baada enough wakatenganisha kwamba moja ni ya George, moja sio ya George. Lakini awali zote zilikuwa zinasomeka na zimejazwa kwenye fomu ya kwangu kama ni t-shirt za Chadema mali ya George. Wakati zinajazwa kwenye ile fomu ya vielelezo ile ambavyo vimechukuliwa, ndio hakuna sehemu ambayo iliainisha kwamba nguo imechukuliwa ikiwa katika hali gani? Kwa bahati mbaya sana hawakujaza pale. Wanavyochukua hawakujaza. Wakamuita mdogo wangu akajaze nao ofisini. Kwa maana kwamba vitu ni hivi hapa, basi tuliokuwepo kwamba tusaini, alafu mdogo wangu angozane nao kwenda kujaza ofisini. Sawa. Ulivyoambiwa kwamba na ilioneshwa pale bila shaka ile fulana ile t-shirt. Ukaiona ina damu. Ilinishtua ikanisikitisha sana. Na pale ndipo ambapo nikathibitisha nia ovu ambayo ipo kwenye lishtaka. Kwa sababu nikaona kabisa sasa ule kutengenezwa kesi sasa ni dhahiri. Kwa sababu kama inawezekana t-shirt safi jipya likawa kwa sura ile kama ndio lile ambalo liletwa mahakamani, basi pale nilithibitisha wazi kabisa kwamba kuna nia ovu kabisa dhidi yangu kwenye lishtaka. Baadaye taarifa zingine zikaja kwamba katika vitu ambavyo ulikamatwa navyo pamoja na hiyo shati ambayo ilikuwa na damu, lakini vile kwenye gari yako kulipatikana mkanda. Ndio.
ambavyo vinadaiwa pia vilitumika kufanya hilo tukio. Yeah, na ule mkanda ilidaiwa kwamba ni wa marehemu. Yeah. Ambapo kwa muda wote nilikuwa natamani sasa kuona shahidi atakayekuja kusema kwamba huu ni mkanda wa marehemu. Nafikiri baada ya kuona wao wenyewe haijakaa sawa, hawakuleta ushahidi wa namna hiyo. Na kwenye gari yako ilifikaje hivyo vitu? Huo mkanda ambao unadaiwa ulikuwa. Mdogo wangu alimuona askari aliyeweka. Yeah, mdogo wangu alimuona kabisa. Kwa sababu wakati anafungua kuweka, mdogo wangu na wadogo zangu wengine na wanakwaya walikuwa sebuleni. Kwa kupitia dirishani walimuona askari aliyeweka. Na hawakuona kama ni kitu anaweka labda kitu cha hatari. Yeah. Mahakamani walieleza kwamba tukio lilitokea lini? Sina kumbukumbu nzuri, lakini nakumbuka ni kama wiki moja kabla ya wewe kukamatwa. Kabla ya kukamatwa kwangu. Kwa maana yake kama ni kuhifadhi t-shirt zenye damu, maana yake nimekaa nazo t-shirt zenye damu kwa zaidi ya wiki moja. Ambayo hata kwenye akili ya kawaida tu ya kibinadamu ukifikiria bado haingii akilini. Yaani umefanya mauaji, t-shirt zenye damu umelichukua umeenda kukaa nalo ndani. Na hiyo wiki moja wewe ulikuwepo hapa mjini? Nipo. Naendelea na shughuli zangu. Nakumbuka hata Ijumaa kabla ya siku ya kukamatwa, Ijumaa nilikuwa na mkutano Kibena kati. Fanya mkutano wangu na nakumbuka kabisa hiyo siku niliwasiliana na OCD, pana shida kidogo jitokeza, nikampigia OCD akaniletea ulinzi. Vizuri kabisa. Okay. Tarehe 25 ya mwezi wa 9. Mahakamani walisema tukio lilitokea lini? Tarehe 19 ya mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Sawa. Hiyo siku wewe ulikuwa wapi? Hiyo siku sina kumbukumbu sawa, lakini nakumbuka nilikuwa naendelea na shughuli za chama kama kawaida. Yeah. Kwa sababu ilikuwa ni siku ambazo katikati ya kampeni, lakini sikuwa na shughuli ndani ya Ramadhani. Na kama ilikuwa nikiwa na mgombea ubunge. Okay. Yeah. Hivi mahakamani walieleza kwamba tukio lilitokea muda gani? Hakuna shahidi ambaye alieleza exact tukio lilitokea muda gani. Taarifa yenyewe ya polisi ilisema nini kwenye mashtaka? Hakuna shahidi ambaye alikuja kueleza ya kwamba ama alikuwa na marehemu au kuna muda fulani aliachana na marehemu, zaidi ya shahidi mmoja ambaye alisema aliwasiliana na marehemu saa 8 mchana. Yeah. Kwa zaidi ya hapo hakukuwa na ushahidi ambao unaeleza hasa kwamba labda pengine marehemu alikuwa maeneo fulani, saa fulani, akiwa na fulani. Kwa hiyo hata taarifa ya polisi haikueleza kwamba tukio hilo ambalo wewe unatuhumiwa nalo kwamba lilitokea muda gani? Hati ya kwanza ilieleza sikumbuki vizuri, lakini saa 5 usiku. Hati ya pili saa 6. Kuna hati nyingine katolewa tena ikaeleza saa 7. Kwa sababu tulikuwa tunabadilisha sana hati za mashtaka tofauti. Okay. Sawa. Haya. Tukio sasa linaendelea huko, kesi inaendelea kusikilizwa mahakamani. Baada ya hapo ikawaje sasa? Kesi ilisikilizwa, upande wa jamhuri walileta mashahidi wao kama ambavyo wamewaorodhesha awali, na walivyofunga wao tukaingia kujitetea na tukaleta na mashahidi pia kama ambavyo na sisi tulikuwa tumekusudia kuleta mashahidi wa utetezi. Baada ya hapo jaji akaja kufanya maamuzi tarehe 31. Ambapo katika maamuzi mahakama ilijiuliza maswali mengi sana, lakini moja ya swali ambalo nalikumbuka vizuri ni lile ambalo linishtua mimi, t-shirt yenye damu. Ambapo mahakama nayo ilijiuliza kwamba damu zilifikaje kwenye t-shirt kutoka kwenye mwili ambao daktari anadai kwamba haukuwa na jeraha. Yeah. Kwa hiyo ni kitu ambacho mahakama ilijiuliza, kana pana kuna shida mahali. Kuna ushahidi ambao una shaka. Sawa. Ndio. Kuna taarifa pia tulizisikia baadaye kwamba damu iliyokuwepo kwenye shati ilichukuliwa na mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo na kuainisha vinasaba vilivyopo kwenye damu na vinafanana na vile kama kuna uwiano wa damu ya marehemu. Sahihi kabisa. Na alikuja. Majibu yalikujaje? Kimsingi hayo majibu ya kunishangaza, kwa sababu hata sasa hivi nikichukua damu yoyote hata ya kwangu hapa nikaweka hapa, alafu nikachukua sampuli nikaandika A, ya pili nikaandika B, ya tatu nikaandika C, nikamwekea mtu mwingine aje apime kwamba A, B, C ni damu kutoka kwenye source tofauti, yeye atapata majibu ambayo yanafanana. Kwa hiyo inawezekana kabisa taarifa ya mkemia ikawa ni sahihi kwa sababu sampuli ni moja ila yenye lebo tofauti. Au inawezekana kabisa ofisi ya mkemia nayo pia ilishiriki kwenye kutengeneza namna moja kwenye huo mchakato. Yeah, hayo yote yanawezekana. Kwa hiyo picha inayokujia ni kwamba kesi ambayo ulipewa ilikuwa ni ya kutengenezwa. Kabisa. Ni picha ya wazi ambayo
wala hahitaji elimu kubwa kuelewa. Okay. Sawa sawa. Mahakama sasa ikafanya uamuzi ule ambao ulifanyika na baadaye ukaachiwa huru rasmi kwa ajili ya kurejea uraiani. Tamani kufahamu baada ya pale maisha yamekwendaje? Baada ya pale maisha yakaanza ni kama yameanza upya. Na kumbuka nikiwa nimekaa na mama yangu akaniambia, unakumbuka wakati unaanza maisha baada ya kutoka chuo, basi fikiri kwamba ndio unaanza maisha namna ile tena. Kwa sababu unaweza kufikiria kwenye miaka yoyote hakuna kitu ambacho unaweza kutakaa kinaishi. Kama ni mradi wowote ule lazima ukute umekufa. Kama ni biashara, kama chochote kile lazima ukute hakipo tena. Kwa hiyo yakawa ni maisha ambayo nimeanza upya kabisa. Lakini namshukuru Mungu kwamba nimekuta mazingira yanayonipokea. Sasa mazingira yanayonipokea maana yake jamii ambayo ipo na mimi, familia iko na mimi, lakini waumini wenzangu nilikuwa natumika nao kanisani wapo na mimi. Kwa hiyo pamoja na upya wa kila kitu, lakini bado najivunia kwamba Mungu amenitengenezea mazingira ambayo yananipokea na nasonga mbele. Bila shaka kabla ya maswahibu haya kukuta ulikuwa na familia? Ndio. Okay. Umeikuta iko salama? Nimekuta iko salama. Nimekuta iko salama, watoto wako shule. Pamoja na kwamba wakati wote hawakujua niko wapi, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kuwaeleza watoto. Walikuwa wanauliza sana maswali, lakini sikuruhusu kabisa wajulishwe kwa kuhofia kuathiri kisaikolojia, lakini pia kupandikiza chuki. Ndio mtoto akishajua kwamba baba yangu yupo gerezani kwa sababu yeye ni Chadema na wale gerezani ni CCM, unaanza kumjengea chuki za wazi kabisa ambazo ndio siasa ambazo zilikuwa zinatengenezwa 2015-2020. Nikaogopa sana hizo chuki kuambukiza watoto. Kwa hiyo nikawasihi ndugu zangu wasiwaambie kabisa baba amepatwa na nini, yuko wapi, kwa sababu ya nini. Mpaka nitakaotoka mwenyewe nitatumia taaluma yangu na uwezo ambao Mungu amenipa kukaa nao chini na kuwaeleza kinagobaga nini kilinisibu na nilikuwa wapi, kwa sababu unadhani udiwani ndio sababu ya kufika hadi magereza? Ndio na hapana. Na kwa nikiangalia kwa misingi ya mipango ya Mungu ambayo sisi imefichika, naona ni hapana. Inawezekana kabisa ni mpango wa Mungu. Lakini nikiangalia katika mazingira ya kawaida, ulimwengu wa kawaida, ni wazi kabisa. Kwa sababu bila siasa nisingekuwa gerezani. Sikwenda gerezani kwa sababu ya ugomvi wa maeneo, sijui ugomvi wa kifamilia wala nini, ila ni kwa sababu ya uhusiano wa mimi na siasa. Kwa muda wote huu ambao umekuwa huko na sasa hivi uko huru, umeshawahi kujutia kwa namna moja ama nyingine kuingia kwenye siasa? Hapana. Sijawahi kujutia na wala sijawahi kuruhusu nijute. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo nimeshuhudia vikiwaumiza watu sana na afya zao zikizorota sana nikiwa gerezani ni kujuta. Yaani kuona kama ni wakosaji sana. Unakuta mtu mpaka unakaa naye anasema nisingepita ile njia. Yaani kwa nini nilipita ile njia? Sasa mtu anaanza kulaumu mpaka ile njia aliyoipita. Unaanza kuona kabisa ni miongoni mwa vitu ambavyo anajiwekea ndani vya kumuumiza. Kwa mimi sikuwahi kuruhusu majuto ndani yangu. Wakati wote nilikuwa nachukua jambo lolote ambalo nimelipitia kama darasa, kama sehemu ambayo nilikuwa lazima mimi nipitie ili nisogee hatua nyingine mbele. Kwa hiyo sikuwahi kujuta. Kwa mujibu wa maelezo yako na maamuzi ya mahakama, ni wazi kwamba unakiri kwamba haukuhusika kwa namna moja ama nyingine dhidi ya tuhuma ambazo ulipewa. Ni wazi kabisa. Kijana yule alipoteza maisha. Ndio. Inakupa picha gani? Inaumiza. Inaumiza kwa sababu mtu anapoteza maisha alafu tukio la yeye kupoteza maisha linakuwa kama maigizo. Ni jambo ambalo ukijaribu kuvaa viatu vya ndugu lazima uumie. Ni jambo ambalo ukijaribu kuvaa viatu vya wazazi lazima uumie. Lakini kwa bahati mbaya kama nchi tuliangukia kwenye siasa za mtindo huo. Ni kwa bahati mbaya sana. Na Mwenyezi Mungu atunusuru tusirudi kwenye siasa ambazo zitakuwa zimejaa drama nyingi ambazo hazijali hata maumivu ambayo watu wanapitia. Okay. Unaitazama katika sura gani siasa chama chako ambavyo kinawajibika, lakini vile vile siasa ya nchi yetu kwa ujumla tangu umetoka magereza mpaka sasa upo huru uraiani? Na nyakati kama tatu. Kuna siasa za kabla ya 2015,
kuna siasa za 15 mpaka 2021 hapa, lakini pia na siasa za baada ya hapo. Naziona sura tatu tofauti kabisa. Siasa za kabla ya 2015 na 15 mwanzo, kipindi cha mwanzo, maana yake tunapoingia kwenye udiwani, zilikuwa siasa nzuri, tamu sana, ambazo mnashindana kwa hoja. Naweza kutupiana vijembe, mkakaa mkanywa kahawa pamoja, mkatupiana vijembe, mkakaa mkala chakula pamoja. Lakini baada ya hapo, kama nchi tuliingia kwenye siasa ambazo sitamani kabisa kuzisikia zikirudi. Siasa za maumivu makali sana. Siasa ambazo zimeacha maumivu makali kwenye familia nyingi sana. Lakini siasa ambazo zimeondoa kabisa radha ile ya siasa, na pengine hata kuwavuta watu wengine kufikiri kwa mwanzo akafanya jambo kupitia siasa. Ni siasa mbaya, naweza nikasema, zile ambazo hata Nyerere Mwalimu aliwahi kusema kwamba tunahitaji siasa safi. Kwa hiyo naweza nikasema ni kinyume chake. Ni kipindi ambacho tulikuwa na siasa chafu. Baada ya kipindi hicho, tupo kipindi cha sasa. Ni siasa ambazo hatuwezi kusema kwamba ni nzuri sana, kwa sababu ya athari kubwa ambazo zilitengenezwa kwenye kipindi cha 15-20. Lakini bado hatuwezi kuzifanisha na siasa za kipindi kile. Siasa zile, waandishi wa habari ni mashahidi wa maswahibu ambao mbalimbali kwa mnapitia. Sidhani kabisa kama mnaweza mkalinganisha na hali ya sasa. Kuna unafuu wa hali fulani unaonekana, lakini ugumu pengine ambao unaonekana ni kwa sababu tu ya zile sumu ambazo zishapandikizwa, na kuna baadhi ya watu ambao pengine waliingia madarakani kipindi kile wanajua ndio maisha. Kuna askari mmoja nilikuwa namwambia, nikasema sikulaumu. Kuna wakati aligombana sana na mtu mmoja, alikuja kuniona akawa amevaa scarf ya Chadema. Akagombana sana. Alafu muda huo akaingia mtu kavaa t-shirt ya CCM. Hakuna shida. Kwa hiyo nikamuita kwa sababu nilikuwa naongea nao, nikamwambia sikulaumu. Najua umeanza kazi kipindi ambacho kilikuwa cha siasa hizo. Na ni kweli alikuwa ameanza kazi 2016-17. Kwa ameingia kazini akiwa anajua hali ya siasa nchini ni kwamba ukivaa nguo ya Chadema wewe ni gaidi, utakiwi. Kwa hizo sumu sasa na hizo mbegu bado zipo mpaka sasa. Kuna kazi ya kufanyika. Kama kuna nia ya dhati ya kurudisha siasa zile ambazo za upendo, za kuwa pamoja kama familia, kuna kazi kubwa sana ya kufanyika kubadilisha mentality ya watu. Kwa jamani, kile kitu cha 15-20 mpaka 21 sio cha kwetu. Cha kwetu sisi. Turudi toka tunaunda mifumo ya vyama vingi vya siasa. Alafu tuboreshe kwa mazingira ya sasa. Lakini kile cha pale katikati tusahau kabisa baadaye. Sawa sawa. Kwa muda wote ambao umekaa magereza, kuna vitu ambavyo umepoteza? Ya, kabisa. Viko vingi ambavyo nimepoteza. Nimepoteza wako ndugu, watu wangu karibu ambao niliwaacha, wamefariki nikiwa gerezani. Lakini ziko biashara zangu ambazo naendelea nazo zimekufa kabisa. Lakini pia ziko shughuli nyingine za kijamii ambazo nilikuwa nazifanya pasipo uwepo wangu zilisimama kabisa, ndio. Kwa yako mengi ambayo nimepoteza. Na yote ni matokeo ya aina ya siasa ambayo umebainisha hapa kwamba ilikuwa ikiendeshwa. Raia mmoja anaweza kujiuliza kwamba uwanja wa siasa ni jukwaa huru la kunadi mawazo kwa lengo la kupata watu ambao watasaidia kuiongoza jamii kuelekea katika maendeleo, na mwisho wa siku tujenge taifa kwa pamoja bila kujali mlengo wa siasa. Imekuwaje tumefika huko kiasi sasa yamekupelekea mpaka umepoteza hivyo ulivyovitaja? Ya, nafikiri tumefika huko sababu ya aina ya uongozi ambao ulishika nchi kwa wakati huo. Na kuwa huru sana kulisema hilo kwa sababu siwezi kunukuu sawa sawa, lakini Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba katiba tulionayo, kama akija kupewa mtu ambaye si mzalendo atafanya anachotaka. Sasa hicho tumekuja kukionja kwenye kipindi cha 15-20-21. Kwa sababu tulifika kwenye kipindi ambacho na ndicho kipindi ambacho yalitokea mambo ya amri kutoka juu. Mambo ya amri kutoka juu hayakuwepo haya. Okay. Kwa sasa sio sheria nazungumza wala sio taratibu za sheria zinazoachwa zifanye kazi. Lakini amri kutoka juu. Nakumbuka wakati mmoja nimekwenda kwenye shughuli za kisasa Ludewa. Nilikamatwa mimi na watu ambao nilikuwa nao. Okay. Lakini kaambiwa kabisa. Yule askari nikamata kaniambia, bwana tusamehe. Hii ni amri kutoka juu. Kwa hiyo kama mlikuwa mna kikao, endeni kufanyia huko ndani. Okay. Kufanya kwa loka. Kaenda kuzungumza tukio loka. Aisa? Ili mradi tu amri kutoka juu inatekelezwa. Na yeye abaki maeneo salama.
Kuanzia watendaji walikuwa kwenye mazingira ambayo wanalazimika kutekeleza amri hata ambazo hawazitaki. Tunasema mtu anaenda kwa sababu gani? Hata yeye mwenyewe aelewe, lakini amri kutoka juu. Sasa tulifika hapo kwa sababu ya makosa makubwa sana ambayo yalifanywa, ambayo tuliyafanya kupitia vyama vyetu vya siasa, hasa Chama cha Mapinduzi, kuruhusu kiongozi mkubwa wa nchi na kiongozi mkubwa wa chama kufanya mambo juu ya sheria. Okay. Kufanya mambo kwa mapenzi yake. Kufanya mambo kama hakuna nchi imewahi kuwepo, ni kama tunaianzisha nchi. Ukishafika mahali hapo karuhusu vitu vya namna hiyo, ndio shida ambayo sasa wanakuja kuipata kwenye awamu nyingine ya uongozi. Sawa sawa. Kila jambo kufanyika kwa sura nzuri, bado lina harufu ya mara ya kwanza. Okay. Inakuja na pollute, mambo yanaharibika. Kuna mambo ukiyatizama kwamba Rais Magufuli hayati aliyafanya na unaona anastahili pongezi. Binadamu yoyote, hakuna mtu mwenye mabaya asemewe moja, wala mwenye mazuri asemewe moja. Kwa yako mambo ambayo Magufuli aliyafanya kabisa, yapo ambayo aliyafanya, lakini kwa bahati mbaya sana tunasahau, tunafikiri kama alifanya yote peke yake. Okay. Na hakuna mtu mwingine ambaye kufanya hapa duniani. Jambo ambalo sasa linawafanya wakosoaji waanze kuona inawezekana kabisa kumbe hata haya mengine yote ni uongo. Kwa sababu katika kusema mazuri aliyofanya tunaweka na mengine ambayo hakuyafanya. Mabaya tunafanya katika sura nzuri. Okay. Kwamba kuna mazuri ambayo kuyafanya ni binadamu ambaye kama sisi wengine, ana mazuri yake na mabaya yake. Sawa sawa. Kwenye mzani jambo lingine. Okay. Sawa sawa. Sitaki kusema tuweke mzania tuone kati ya mazuri na mabaya yapi ambayo yamezidiana. Na hiyo sio kazi yangu kufanya hivyo. Maelezo yako yananirudisha nyuma kidogo kwenye madai ya katiba mpya. Kuna ulazima huo ambao mnauona? Lazima upo sana, na huo lazima umedhihirika wazi kipindi hiki ambacho tunapita kwenye siasa chafu. Miongoni mwa mambo ambayo mimi naona ya wazi kabisa ni pamoja na kugusa mamlaka ya rais. Ili kusudi basi rais anapokuwa madarakani ajue kwamba yeye ni kiongozi, amewekwa kusimamia katiba. Okay. Na katiba iko pale kama kumuongoza yeye. Akiachwa kuwa juu ya kila kitu, atafanya chochote anachofanya, kwa sababu anajua kabisa ana kinga za kila namna kwenye katiba. Hiyo inahitaji mtu mwenye uzalendo wa kweli tu kuenenda sawa na katiba iliyopo sasa. Maana watu wanajiuliza kama miaka yote tumetoka 77 mpaka sasa tunakuwa na katiba hii, mbona kuwa na shida? Ndio, inawezekana kabisa shida hazikuwepo au zilikuwa ndogo kiwango cha kutoonekana kwa sababu ya utashi wa kisiasa wa viongozi ambao walikuwepo. Sasa kwa sababu tumeshajifunza kupitia awamu ya 5, ni muhimu sasa kufikiri au kutengeneza katiba katika sura ya kuwa na kiongozi ambaye anaweza kutokea namna ile. Okay. Basi tuna katiba ambayo inaweza kurudisha kwenye mfumo wa kisheria. Asante sana George. Tuzungumzie hili kidogo kwamba ukiweka kando madai ya katiba mpya, kukaibuka sasa hoja ya no reform no election, kwa maana ya pasi mabadiliko katika mifumo ya sheria usimamizi wa uchaguzi, hakuna uchaguzi. Unaiona hoja ndani yake na unaona uzito wa hoja yenyewe kwamba ina mashiko kiasi cha kufanyiwa kazi kwa uharaka kabla kuingia katika uchaguzi mkuu? Naiona hiyo hoja, naona uzito katika hoja hiyo, na bahati nzuri hakuna ambaye amewahi kupinga. Hata Chama cha Mapinduzi wenyewe. Nimesikia mara kadhaa katibu mkuu Mheshimiwa Nchimbi Daktari anakiri naye kabisa kwamba kuna mabadiliko yameshafanyika. Kwa hiyo kama anasema kuna mabadiliko yameshafanyika, maana yake ni kwamba anakiri kwamba mabadiliko ni lazima. Kwa hiyo kuna uzito wa hoja hiyo kwa sababu ya mambo ambayo tumejifunza. Kama nimesema kwenye katiba, kitu ambacho tumejifunza kwenye uchaguzi wa 2019. Ndio. Harufu ile tena ambayo ilipelekea kugusa Chadema katika uchaguzi. Harufu hiyo imekuja kuambukizwa kwa sehemu kubwa 2024. Kwa nini? Kwa sababu tu sheria na kanuni za uchaguzi zinavyobaki huru sana, zinamruhusu yeyote kufanya anachojisikia. Okay. Hicho kitu ndicho ambacho Chadema wanaona. Hayo ambayo Dr. Nchimbi anasema yamefanyika. Mnaona
hayana mashiko kiasi cha kuona kuna haja ya kuingia kwenye uchaguzi? Kama nimewasikia viongozi wa Chadema kadhaa wanasema hayatoshi. Okay. Maana yanatakiwa mabadiliko zaidi. Kubadilisha jina la tume haitoshi, si jina peke yake. Kwa hayatoshi. Wewe binafsi ukipima uzania na kuangalia uzito wa hoja ambayo, kwa sababu unavyozungumzia swala la kuzuia uchaguzi ni jambo gumu ambalo halipo hata kwa mujibu wa kwenye sheria zetu. Sasa maamuzi haya yanapowekwa, manake jambo lenyewe linakuwa na uzito mkubwa kidogo, sivyo? Hebu tuangalie hoja yenyewe ambayo imekuwa raised kiasi cha kuzuia uchaguzi. Unaona madhara kwamba endapo tukiingia uchaguzi na bila mabadiliko yoyote kufanyika, kwamba inaweza kuwa na madhara kiasi hicho cha kuona kuna haja ya kuzuia uchaguzi? Labda nizungumzie kwa muono wangu binafsi. Naam. Ya chama. Lakini nilivyosikia bila mabadiliko hakuna uchaguzi, nini kilikuja kichwani mwangu? Kilichokuja kichwani mwangu ni kwamba tukifanya uchaguzi bila mabadiliko ni sawa na kwamba uchaguzi haujafanyika huru. Okay. Okay. Yani lakini uhalisia ukawaje? Mara ya kwanza sifikiri kwamba hakuna mabadiliko basi tunazuia uchaguzi. Sifikiri hivyo. Okay. Kutokana na mambo nilifikiria. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilisikia mara kadhaa msimamo wa chama kwamba 2020 hatakuwa na uchaguzi. Okay. Ya tulikuwa na uchafuzi. Okay. Kwa ni wazi kabisa kwamba 2020 hatakuwa na uchaguzi. Kwa hiyo kwa sura hiyo mimi nikafikiri kwamba tunaishinikiza serikali ione kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Maana tutaendelea kuwa na uchafuzi. Okay. Ili serikali ione sasa kwamba kuna wenzetu kwa nini wanasema hakuna uchaguzi. Warejee kwenye kesi. Kuona wapi pana mapungufu ili wafanye marekebisho. Na hiyo ndio picha ambayo wewe ulikuwa nayo. Picha ambayo nilikuwa nayo. Picha gani ambayo umekutana nayo sasa? Picha ambayo nimekutana nayo baada ya kukaa sasa uraiani ni picha kwamba kuna mabadiliko tunazuia uchaguzi. Ambayo unaunga mkono? Siwezi kuisemea sana. Lakini naiona ni ngumu. Okay. Ni wazi tu kwamba naona ugumu kwenye kuzuia uchaguzi. Kwa sababu ya sijabahatika kuona historia ya mahali ambapo wamewahi kuzuia uchaguzi kutokana na sheria mbovu za uchaguzi. Wakafanikiwa. Au mapungufu, sio sheria mbovu. Nilielewa sana nilipopata ufafanuzi kwamba kunaweza kuwa na mkondo wa kisheria. Okay. Nafikiri hiyo ingeweza kufanikiwa. Kama tungepita kwenye mkondo wa kisheria kuzuia uchaguzi, pengine hiyo ingeweza kufanikiwa. Ama uchaguzi kuzuiwa kabisa au kasogezwa mbele ili kufanya mabadiliko ya kisheria yafanyike. Kimsingi ambayo tunayataka, ambayo yako wazi. Sio sisi tunataka, hata sisi tunataka. Unadhani vitu hivyo chama kilishindwa kujishauri na kuona kwamba kuna umuhimu wa kufuata? Unajua kwenye siasa bwana kuna mambo mengi. Wakati mnaweza mkawa mnapanga mambo vizuri, lakini wakaingia mamluki huko ndani. Wapinzani wao wakaingiza ajenda zao. Kuna wakati tukajikuta mnatekeleza ajenda za adui. Ajenda za mpinzani mnazitekeleza bila okay. Ipi ni ajenda ya mpinzani? Kuna uwezekano mkubwa kabisa tukajikuta mnaingia kutekeleza ajenda ya mpinzani bila kujua. Kwa kuna mahali fulani kama tusipofanikiwa kuna mahali tutakuwa tumeteleza. Okay. Sawa, kiongozi mzuri ni yule ambaye anakubali mapungufu na kurudi nyuma kuyafanyia marekebisho ili mambo yaweze kukaa vizuri. Makosa yapo. Na kuandika kitabu tujisahihishe. Maana anafahamu kama kuna wakati ukaenda hivi kwa kujisahihisha ni na tumeshuhudia hayo kwa baadhi ya viongozi akiwemo Ali Hassan Mwinyi. Alikiri kwamba kuna mapungufu yalifanya. Rais Mkapa pia binafsishaji wa viwanda vile alikiri. The same pia tu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Ukipata nafasi sasa hivi ya kukutana na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kitu gani ungetamani hasa kuzungumza naye, na pengine ungetamani kuona kikifanyiwa kazi ili yaliyokukuta asimkute mtu mwingine pengine? Cha kwanza kwa sasa, kwanza ningemwomba afanye namna yote Mheshimiwa Tundu Lissu afutiwe mashtaka hata gerezani.
Hatoki gerezani kwa sababu nimekuwa gerezani. Nafahamu maisha ya gerezani. Lakini pia hali ya Mheshimiwa Lissu ya kiafya tunaifahamu wote. Kwa hiyo ningepata nafasi hiyo kuongea na Mheshimiwa Rais, ningeomba kabisa Mheshimiwa Tundu Lissu atoke gerezani, lakini pia ule mfumo ambao aliupendekeza mwenyewe usiwe kwenye uhalisia. Zile R4 ambazo zilishangiliwa na kila mmoja nikiwepo mimi, ziwe kwenye uhalisia. Ziwe kwenye uhalisia kwa maana gani? Kama zinavyosemwa basi zitekelezeke kutoka juu mpaka chini. Lakini pia ningemnongoneza kwamba inawezekana kabisa kuna watu wanapoteza. Huwezi amini, inawezekana kabisa kuna watu ambao hawapendi kabisa kusikia tunarudi kwenye siasa za kukaa kwenye meza moja na kunywa glass. Za kufungua soda ukaiacha ukaenda uani ukarudi ukaendelea kunywa. Kuna watu pengine hawapendi. Unaiona taswira hiyo ya kama kumhujumu kwa namna moja kwenye naiona kabisa. Alafu sasa mbaya zaidi mimi naiona tofauti. Sioni kama inatoka nje ya chama chake. Naiona ni kama inatoka ndani. Ni kama kuna watu wanapenda zile kama nilivyosema kwamba pengine ile harufu ya miaka 5-6 ya awamu ya 5 bado watu imeganda kwenye nguo zao. Wanatamani kuona tunaendelea vile, basi wadui wale ya juu kabisa. Kuna mdogo wangu mmoja aliwahi kuniambia kuna mbwa alikula kuku. Alipita na kuku kamla. Kaambia mbwa nani huyo? Akasema ni ma-CCM hayo. Mdogo kabisa. Wewe ukafikiri tulifika kwenye hatua gani ya siasa? Baya lolote ambalo linatokea kwako unaona kama amelifanya mpinzani wako. Ningepata nafasi hiyo basi ningemshauri Mheshimiwa Rais asimame kwenye kila alichokiamini katika kuiweka nchi pamoja. Nchi ilikuwa imepasuka. Nchi ilikuwa vipande. Watu hatakuwa wamoja tena. Watu fika mahali ambapo uadui wa hali ya juu kabisa. Ndani ya familia zetu tuna misimamo tofauti ya kisiasa. Kwa tukifika huko maana yake ni kwamba kaka atamchukia dada atamchukia baba mjomba na nini na kadhalika. Pengine ile nia yake ambayo naamini alikuwa anayo, angesimamia hiyo kisawasawa. Apate cream ya watu ambao watamshauri vema, apate cream ya watu ambao watamshauri vema namna utekelezaji wa hizo R4. Apate cream ya watu ambao watamwambia ukweli kwamba hili ukilifanya linaiweka nchi katika mazingira haya, hili ukilifanya linaipeleka nchi kwenye mazingira haya. Shida yetu tushazaliwa, nimekuta uraiani kuna kitu kinaitwa machawa sio nini. Na shida ni hiyo kwamba sasa hivi unaweza ukakuta kuna watu ambao wengi washauri wa viongozi ni wale ambao wanataka kumshauri kwa kile anachopenda. Ameamkaje siku hiyo basi wanamshauri kile ambacho anapenda, au mpaka unaweza kuulizana kabisa kama tukaseme nini baada ya kusema kweli. Kwa hayo yote ambayo yamekukuta, unatamani kuendelea na siasa ama unaona hakuna tena haja ya kuendelea na siasa? Hapana. Kama nilivyosema kwamba sijawahi kujuta kwa kuingia kwenye siasa. Kwa hiyo sina haja ya kusita kwa namna yote ile, na wala sijatundika daruga kwamba naacha siasa. Japo kuna uwezekano huo wa kujipa nafasi ya kuweka sawa mambo, kuamsha vile ambavyo vimekufa, kuinua vile ambavyo vimelala. Lakini labda tukirudi kwenye siasa zile za 15 2021. Zile siasa hakuna binadamu ambaye anatamani kuzisikia zile. Zile kwa namna yote ile hakuna mtu ambaye anatamani kuzisikia. Siasa chafu kabisa. Sawa. Na pengine wakati tunaelekea kuhitimisha sasa, tutarajie baada ya muda gani kumuona Mheshimiwa George Mwalimu akirejea jukwani? Kama ambavyo ilikuwa 2015 kwamba sikutarajia, nafikiri hata sasa tutarajia wakati usiotarajiwa. Tarajia wakati usiotarajiwa. Asante sana. Nzuri, lakini jambo moja tu pengine la msingi ambalo ningetamani uzungumze na vijana, lakini pia Watanzania, lakini haswa wanasiasa ambao wanachipukia sasa hivi. Kitu gani ungetamani kuona wakifanye na kitu gani wasifanye ili pengine ndoto zao zisije zikaishia njiani? Niwe na jambo moja au mawili ya kusema kwamba siasa sio jambo baya
wala sio mchezo mchafu kama watu wanavyoweza kusema. Siasa ni jambo zuri kabisa na ni maisha. Kwa hiyo nizungumza na vijana kwamba unataka kuingia kwenye siasa, usiogope. Ingia kwenye siasa kwa chama ambacho umekusudia kuingia. Lakini tuepuke sana hii biashara ya kupindisha mambo. Kuna lugha imezaliwa nimeikuta uraiani inaitwa uchawa. Hii biashara, yale mambo ambayo yamezaliwa kipindi kile ambacho nakizungumza kipindi kibaya, basi hebu tuepuke. Yaani vijana wasiaone kama Mheshimiwa George, uchawa umekuwa ukisemwa sana. Hivi madhara yake yanaweza kuwa makubwa kiasi gani? Ni makubwa sana. Kwanza inafifisha uwezo wa vijana kufikiri. Kwa sababu mtu sasa hasimami na free mind. Muda wote anafikiri kama kiongozi wake anavyofikiri. Anafanya kama kiongozi wake anavyotaka afanye. Tutakuwa na vijana ambao hawana uwezo wa ku reason, yes. Yaani kwa nini hiki na kivipi hiki? Tutakuwa vijana wa namna hiyo. Kwa sababu kabisa unakuta vijana wengi sasa hizi wamejitoa kifua mbele. Na kwenye vyama vyote wanajitoa kifua mbele kabisa kama mimi nakufa na fulani, nakufa na kiongozi fulani, namtetea. Yaani kwangu mimi wewe akosee. Lakini kitu ambacho utashindwa kumsaidia, hajafunga zipe suruali, huwezi kumwambia kwa sababu umeamua tu kwamba wewe useme mazuri yake tu. Kumbe ungemsitiri aibu yake kwamba bwana zipi ya suruali yako bosi haijakaa vizuri. Labda uingie kidogo pale ukaipandishe. Raia mzalendo mmoja akaniambia siasa ile tulikuwa tukishuhudia zamani ilikuwa ni uwanja tu huru wa kutafuta watu ambao wana fikra zenye uzidiano wa fikra kuweza kusaidia watu kuongoza na kuwapeleka katika jukwaa la maendeleo. Hivi sasa tunatajwa siasa hizo kuvamiwa na kundi kubwa sana la vijana ambao wengi wao ukifuatilia asilimia kubwa si kupata nafasi ya kuongoza, na badala yake wameigeuza siasa kuwa sehemu ya ajira, kiasi sasa inapoteza ile theme yake ya kama uwanja wa kutafuta watu watakaosimamia watu, na badala yake umegeuzwa kuwa sehemu ya kutafutia ajira. Na vijana hawa hawana elimu ya kutosha kuhusiana na siasa namna gani ifanyike. Na pengine ndio sababu tumefikia hapa. Kwako unaliweka katika hali gani? Ni kabisa. Ni wazi kabisa. Na kwa bahati mbaya sana vijana hawa wanaozungumzwa sasa wako kwenye siasa za hovyo kwa kiasi hicho, ni vijana ambao wengi wamefahamu siasa kipindi ambacho siasa zilishaharibika. Lakini pia kipindi cha 2015-2021 ni kipindi ambacho pamezalishwa sana kundi kubwa la vijana wasio na ajira. Ndio kipindi hicho. Ndio kipindi ambacho tumeshuhudia kuna ajira zinatangazwa, kuna ajira za walimu, hakuna ajira gani, walimu wa shule sekondari wanashushwa kwa shule ya msingi kufidia magepu na nini, lakini walimu wako mtaani. Yaani kada karibia zote watu wakawa waajiriwa. Kwa kuna kundi kubwa sana la watu. Sasa matokeo yake nini? Tukatengeneza vijana wenye njaa sana, ambaye yuko tayari kufanya chochote ili mbadi apate chochote. Kwa hiyo limetengenezwa makusudi, naweza nikasema, kwa sababu uwezo wa serikali kutengeneza ajira au kutengeneza mazingira ya ajira. Maana tukizungumzia ajira watu wanafikiri tunataka serikali iajiri. Hapana. Hata incubate private entities, kuziatamia ili kusudi ziweze kuajiri, ni jukumu la serikali. Sasa 2015-2021 ndicho kipindi ambacho sekta binafsi zimekufa, zimedorora. Watu makesi ya uhujumu uchumi na nini, maana yake nini sasa? Makampuni makubwa yaliyokuwa yanatakiwa yaajiri yanaanza kupunguza watu. Wewe serikali hauajiri. Sekta binafsi ambazo zinatakiwa ziajiri umeziminya. Matokeo yake watu wanakuwa wengi. Mimi nafikiri ilikuwa ni makusudi wapatikane vijana kwa watumia. Okay. Sawa. Tunaliponya vipi sasa taifa hili kundi ambalo linaitumia siasa vibaya? Tunaliponya vipi? Kwanza vijana wenyewe tunapaswa kujitambua wenyewe kwanza kwamba sisi sio watu wa kutumika. Kwa nini utumike? Lakini pia tunapaswa kufikiria kwamba sisi ndio wazee wa kesho. Yaani kama katika ujana tunakuwa katika mazingira hayo ya kutumika kisiasa na kufanywa wanavyotaka wakubwa, ukiwa mzee itakuwaje? Itakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kufikiria kwamba kijana leo ndio mzee wa kesho, ndio mshauri wa vijana wa kesho. Lakini pia tunapaswa kujua kwamba tunaweza kusimama kwa uwezo wetu kabisa, tukafanya vitu vikakubalika, vikafanyika, watu wakapokea,
tukawa change agents kwenye jamii zetu. Asante sana George. Kwa ufupi sana, wakati huu ambao tunahitimisha, muda wetu sio rafiki pia, hapo kale kulikuwa kuna somo la siasa likaja likaondolewa. Pengine haya ndio madhara yake, sivyo? Inawezekana kabisa. Na kuna haja ya kulirudisha sasa ili vijana waweze kujifunza siasa namna gani ambavyo inafanyika ili kuepusha haya yanayojiri sasa. Nafikiri ipo haja ya kuwafanya vijana wafahamu namna ya kuenenda kuanzia wakiwa wadogo, ili kusudi mtu asifike tu akiwa katika umri wa kuchangamka, umri wa mjana, akafikiri kwamba hiki sasa hivi ni rahisi tu mtu kuambiwa utatoka nyumbani asubuhi utarudi jioni, unakwenda wapi huko, unafundishwa vitu gani. Vitu vinavyofundishwa ni vya hovyo kabisa, wala sio vitu vya kumwandaa kama kijana wa kesho. Mtu anakubali kupokea mafunzo ambayo yanamwandaa tu kwa ajili ya tukio la leo, sio kwa ajili ya maisha yake au future yake ya kesho ya kisiasa. Kwa kuna haja ya accommodate ya masuala ya kisiasa kwenye mitaala yetu, katika mfumo ambao unatambua demokrasia, mfumo ambao unakiri mfumo wa vyama vingi, ili watoto wakue wakiwa katika hali ya kufahamu mbichi na zizoiva. Sawa. Ndio. Mwisho kabisa George, nikushukuru sana kwa kushiriki nami. Asante sana kwa muda wako na nimefurahi kuzungumza na wewe. Lakini yote nikupe pole na tukukaribishe tena Uraiani. Asante sana. Sisi tunatamani sana kuona tena kwa mara nyingine jukwani. Asante sana. Kitabu changu kitakuja wakati sio mrefu ndani ya ndio jambo ambalo nilitamani kulifahamu zaidi. Yes. Kwenye kile kitabu kwa ufupi sana, kwenye kitabu chetu tumeangazia mambo gani hasa? Kwenye kile kitabu tumeangazia maisha kabla ya gerezani kwa ufupi sana, lakini pia kufunguka lango la gereza kuingia ndani, lakini zaidi sana ni maisha ndani ya kile kijiji cha 70/70. Naamini kitabu hicho kitawasaidia sana watu ambao hawajawahi kuingia gerezani wakisoma, lakini pia kitawasaidia pia wafungwa na mabusu waliopo gerezani katika kuwaweka sawa kisaikolojia, wakiamini kabisa baada ya maisha ndani ya kijiji cha mipaka kuna maisha mengine baada ya hapo. Okay. Tumekipa wasifu wa jina gani kitabu? Kijiji cha 70/70. Kijiji cha 70/70. Bila shaka mimi nitakuwa wa kwanza kukitafuta kijiji cha 70/70. Nashukuru sana George. Asante sana. Mtazamaji, nimekuwa hapa na George Sanga, mwalimu na diwani mstaafu ambaye ametumikia adhabu ambayo tunaweza tukasema sasa sijui tuite adhabu ama namna gani. Yaani nusu adhabu. Kwa sababu nakaa ukisubiri hatima lakini upo kizuizi. Okay. Sawa. Ni George Sanga huyo mtazamaji, ambaye kwa zaidi ya miaka 4 amekuwa gerezani kwa tuhuma za mauaji, lakini baadaye mahakama kuu ilikuja kutoa uamuzi na baadaye akaachiwa huru. Tuko naye Uraiani sasa na ndiye ambaye alikuwa mgeni wangu kwa siku ya leo. Nakushukuru sana kwa muda wako. Tukutane wakati mwingine na tutaendelea kuzungumza naye pale ambapo kutakuwa na ulazima wa kufanya hivyo pamoja naye. Asante sana, endelea kutufuatilia. Kuna mengi zaidi ambayo tutaendelea kukuletea zaidi ya haya. Kwaheri.